Wapendwa taifa la Mungu, kama nilivyotamka wakati tunaanza maandamano, leo ni Jumapili ya 6 ya kipindi cha Kwaresima, lakini pia ni Jumapili ya mateso. Na siku ya leo kanisa linaadhimisha tukio la kuingia kwa Yesu kwa shangwe katika mji wa Yerusalemu. Huyu Yesu anaingia kwa shangwe Yerusalemu. Katika somo la Injili tulilosikia kule nje, ameingia kwa unyenyekevu. Ameingia kwa namna ya kujishusha. Ameingia kwa kujifanya mdogo, na hilo ni kwa sababu yeye yuko tayari kutimiza mapenzi ya Mungu Baba yake. Somo letu la kwanza la misa hii limechukuliwa kutoka kitabu cha Nabii Isaia sura ya 50. Somo hilo linatambulika kama wimbo wa 3 wa mtumishi wa Bwana. Huyo mtumishi wa Bwana anatanabaishwa kama Yesu Kristo, ambaye yuko tayari kujinyenyekesha, kuutekeleza mpango wa Mungu, kuujenga ufalme wa Mungu. Yuko tayari kudhalilishwa ili mapenzi ya Mungu yatukuzwe. Somo letu la pili limechukuliwa kutoka kitabu au waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi. Na katika waraka huo, ujumbe wa somo la kwanza unarejewa na kutiliwa mkazo. Paulo mtume anatufundisha Yesu, pamoja na kwamba alikuwa mwana wa Mungu, hakupenda kung'ang'ania hadhi yake hiyo, bali alijishusha, alijinyenyekesha, akawa mtii mpaka kufa, kifo cha msalaba. Na kwa sababu ya kujishusha kwake, Mungu amemtukuza na akampa jina, heshima au hadhi ipitayo hadhi zote. Huyo ndiye Kristo Mwokozi wetu. Huyo ndiye Kristo ambaye leo tunaanza kuadhimisha mateso yake. Somo letu la Injili limetupa simulizi sehemu ya mateso ya Kristo. Yako mafundisho kadhaa tunayopewa katika somo hilo. Ningependa kutilia mkazo yafuatayo. Kwanza, Yesu anasali. Katika saa yake ya mahangaiko na mateso, anasali. Wewe katika vipindi vyako vigumu unafanya nini? Unakimbilia kwa manabii wa uongo? Unakimbilia kwa waganga au unamtumainia Mungu? Sala, ndugu zangu, unaweza kadhani kwamba ni jambo linalowahusu wanadamu tu, lakini ukielewa maana ya sala utaelewa na kuzingatia kwa nini Yesu alisali. Kimsingi
Sala ni tendo la mawasiliano. Anayesali anawasiliana na Mungu. Sala pia ni tendo au fursa ya kujiaminisha. Anayesali anajiaminisha kwa Mungu. Tatu, sala ni tendo la kuwa tayari kuyakumbatia na kuyatekeleza mapenzi ya Mungu. Yesu aliyesali ni mwana wa Mungu, na kwa akili na hulka yake daima amekuwa na mawasiliano na Mungu Baba yake. Hata wakati wa majaribu, hata wakati wa mateso, Yesu amefungamana na Baba yake. Ndugu zangu, tujifunze kwa Yesu Masiha, Bwana na Mwokozi wetu, kujenga mazoea, utamaduni na utayari wa kuwa na mawasiliano hai na Mungu, kuwa na utayari wa kujikabidhi kwa Mungu na kujiaminisha kwake katika hali zote za maisha yetu. Kwa hiyo usipoteze muda kukimbilia kwa manabii wa uongo. Usipoteze muda kukimbilia kwa waganga. Usipoteze muda kukimbilia kwa huyu au yule. Mungu peke yake ndiye kimbilio na tegemeo lako. Fundisho la pili tunalopata katika somo la Injili linawahusu watu mbalimbali waliohusika katika safari ya Yesu kuelekea kwenye mateso yake. Wako waliomkataa, wako waliombeza, wako walioshangilia kwamba ateswe, asulubiwe, aondolewe. Je, wewe kwa maneno yako, kwa matendo yako, kwa vipaumbele vyako, je, unashabikia Yesu asulubiwe? Kila tunapotenda dhambi, ndugu zangu, tunakuwa kati ya wale tunaotaka na kulilia kwamba Yesu asulubiwe, ateswe na aondolewe kwetu. Fundisho la tatu tunalipata kutoka kwa mitume, na hawa nitawaweka katika mafungu mawili. Kwanza, Mtume Petro. Yesu alipowaambia kwamba atateswa, atadhalilishwa, atakataliwa na watu, Petro alijitutumua na kusema kwamba hata wote wakuache, mimi kamwe sitakuacha. Na Yesu akamwambia, kabla ya usiku wa leo utanikana mara tatu. Na kweli Petro amekabiliwa na kabinti kadogo, kajakazi, kakamwambia, wewe ni mmoja wa wafuasi wake, wewe ulikuwa pamoja naye. Na Petro mbele ya hako kabinti anadhubutu kusema, sijui usemacho, sio mimi. Na hilo akalirudia mara tatu. Wewe je, unathubutu kumcheka Petro? Unathubutu kumbeza Petro? Hebu pitia maisha yako uone ni mara ngapi wewe mwenyewe umemkana Kristo. Mara ngapi wewe mwenyewe mbele ya kabinti kadogo umesema, simjui, simfahamu, sio mimi. Petro anajitofautisha kwa sifa moja. Baada ya kutambua usaliti wake,
analia machozi na anatubu. Wewe katika dhambi zako huwa una utamaduni wa kutubu? Huwa unajipatia fursa za kuungama, au unapenda kung'ang'ana na kudumu katika dhambi yako? Kumbuka kwamba Yesu amekukomboa, Yesu amekuweka huru, naye anataka uwe huru kweli. Fungu la pili la wafuasi ni mitume wengine wote, ukiondoa mmoja aliyekuwa kijana kuliko wote, Yohane. Katika msafara na mlolongo wa walioandamana na Yesu kwenda kusulubiwa, hakuwepo tena mfuasi mwingine ila Petro aliyemkana na Yohane ambaye amemfuata mpaka akashuhudia akitundikwa na kufa msalabani. Yohane huyu anabainishwa kama mfuasi aliyependwa, na huyu mfuasi aliyependwa anakuwakilisha wewe. Wewe kwa ubatizo wako ni mpendwa wa Yesu. Hebu basi maisha yako, mwenendo wako, vipaumbele vyako, msimamo wako na mahusiano yako vikubainishe kama mpendwa wa Yesu. Uwe shahidi wa Yesu kufa na kupona. Ndugu zangu, katika masomo hayo tuliyosikia, tunaandaliwa kuelekea kwenye maadhimisho ya tukio la kuteswa, kufa na hatimaye kufufuka kwake Yesu. Tujipange sawa, tujikite katika neno la Mungu, tulisome, tulitafakari na tafsiri katika maisha yetu. Ninawaalika tunapoelekea kuadhimisha Pasaka hii, tuwe watu wapya, tujipange upya kuwa watu ambao tumejizatiti zaidi katika imani yetu, ufuasi wetu na ushuhuda wetu. Amani ya Kristo iwe nanyi.